BMP TV Professional Update. Waendeleaje ndugu mtazamaji na msikivu wa BMP TV Online, mara tena tunakuja mbele zako kwa kuletea update nono kabisa ambazo zinazidi kurindima huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mimi ni Mr. Orange na huu ni muhtasari wa habari. Hali ya usalama wilayani Kabare, Sud Kivu. Wazalendo wawafurusha wanajeshi wa kivamizi wa Rwanda katika Walungu. Rais Yoweri Museveni kuwania urais tena Uganda. Ndugu mtazamaji wa BMP TV Online, kuwa nasi mwanzo hadi mwisho kwa kufahamu mengi zaidi ambayo yanazidi kujiri. Habari kamili. Kabare. Hali ya usalama katika wilaya ya Kabare, hasa katika kundi la kijamii la Sirunga, imetajwa kuwa mbaya na yenye mashaka makubwa kufuatia mapigano makali yaliyozuka kati ya makundi ya wazalendo na wapiganaji wa muungano wa ARC, AFC na M23. Mapigano haya yameripotiwa kuanza mapema kabisa asubuhi ya leo Jumanne tarehe 24 Juni 2025 saa 12:15 alfajiri, na yameleta taharuki kubwa kwa wakazi wa maeneo husika. Kwa mujibu wa taarifa kutoka kwa chanzo chetu cha kuaminika kilichopo ndani ya Kabare, mvutano huu ulianza kuchukua sura ya hatari tangu Jumatatu ya tarehe 23 Juni, ambao kundi la wazalendo liliwatahadharisha wananchi kutotoka majumbani mwao, likisisitiza kuwa walikuwa wakijipanga kufanya operesheni ya kuwaondoa wapiganaji wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 waliokuwa wamejichimbia katika nyumba za kifalme ambazo inadaiwa kuwa wamezitumia kama makao makuu ya kijeshi. Mapigano haya yamekuwa na hatari kubwa kwa wakazi wa maeneo ya jirani, hususan katika manispa ya Bagira katika mtaa wa D karibu na eneo la Musigiko, ambako milio mikubwa ya risasi imekuwa ikisikika kwa muda mrefu, hali iliyosababisha hofu, taharuki na watu wengi kulazimika kujificha kwa usalama wao. Wakazi wameshindwa kuendelea na shughuli za kawaida, huku wengi wakihofia uwezekano wa mapigano kuenea hadi maeneo mengine ya Sud Kivu. Hali hii ya sintofahamu imechochea wasiwasi miongoni mwa wadau wa amani, mashirika ya kirahia pamoja na wawakilishi wa kijamii, ambao wamekuwa wakitoa wito kwa pande zinazozozana kuweka silaha chini na kufungua milango ya mazungumzo ya dhati kwa lengo la kulinda maisha ya raia na kuzuia machafuko zaidi. Mpaka sasa haijajulikana wazi ni idadi gani ya watu waliouawa au kujeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo, huku mamlaka za eneo hilo zikihimizwa kuchukua hatua za haraka kuzuia maafa zaidi ya kurejesha hali ya utulivu. Jeshi la serikali FARDC bado halijatoa tamko rasmi kuhusu hali hiyo, lakini waangalizi wa usalama wanataja hali ya sasa kuwa ni ishara ya kuendelea kwa mgogoro wa kijeshi baina ya makundi yenye maslahi yanayokinzana katika mkoa wa Sud Kivu na sehemu kubwa ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Walungu. Katika maendeleo mapya ya hali ya kijeshi na usalama mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wapiganaji wa kizalendo wanaojitambulisha kama wazalendo wametangaza ushindi mkubwa dhidi ya kile walichokiita majeshi vamizi ya Rwanda katika maeneo kadhaa ya Sheferi ya Ngweshe ndani ya wilaya ya Walungu mkoani Sud Kivu. Kwa mujibu wa taarifa rasmi zilizotufikia, wazalendo wamefanikiwa kuwafurusha kwa mafanikio makubwa wapiganaji wa muungano wa M23 na Alliance Fleuve Congo pamoja na wanajeshi wa RDF kutoka maeneo muhimu ya Mubone, Muzinzi na Bwahungu, maeneo ambayo kwa wiki kadhaa yamekuwa yakikumbwa na hali ya wasiwasi mkubwa kutokana na mashambulizi ya mara kwa mara kutoka kwa vikosi hivyo vya wahasi wanaosaidiwa na Rwanda. Katika operesheni hiyo ya kijeshi iliyotekelezwa kwa umahiri mkubwa, wazalendo wameripotiwa kuwashambulia kwa nguvu kubwa wapiganaji wa M23 na washirika wao, hatua iliyosababisha hasara kubwa kwa upande wa adui. Moja ya mafanikio yaliyotajwa na msemaji wa wapiganaji hao ni kukamatwa kwa gari la kijeshi la aina ya Jeep
lililokuwa likitumika na mmoja wa makamanda waandamizi wa waasi, likielezwa kuwa sasa limo mikononi mwa wapiganaji wa Kizalendo. Akizungumza kwa niaba ya kikosi hicho, msemaji wa Wazalendo alieleza kuwa hatua ya kushambulia na kuwasambaratisha majeshi hayo vamizi ilichochewa na kile walichokiita unyama na mauaji ya raia wasio na hatia yaliyofanywa na wapiganaji wa Rwanda na washirika wao. Kwa mujibu wa taarifa ya hivi karibuni kutoka jeshi la FARDC, raia 17 waliuawa kikatili huko Muzinzi kwa tuhuma zisizodhibitishwa kwamba walikuwa wakishirikiana na Wazalendo. Hatukuweza kuvumilia kuona raia wetu wakiuawa kwa misingi ya uongo. Mauaji ya Muzinzi ni ya kusikitisha sana na hayawezi kukaa kimya. Hivyo tuliamua kuchukua hatua ya kuwatimua wavamizi hawa, alisema msemaji wa Wazalendo. Kwa sasa hali katika maeneo ya Mubone, Muzinzi na Bwahungu inaripotiwa kuwa tulivu lakini ya tahadhari, huku wakazi wakionyesha fursa na matumaini makubwa kufuatia uwepo wa vikosi vya Wazalendo vinavyosemekana kuwa na uhusiano wa karibu na jamii ya wenyeji. Raia wamekaribisha kikamilifu uwepo wa wapiganaji hao kama walinzi wa amani wa wananchi, wakielezea kufarijika kwao kuona majeshi ya kigeni yakifurushwa kutoka ardhini mwao. Kabla ya mapambano haya, muungano wa M23, Alliance Fleuve Congo na RDF umekuwa ukihusishwa na uvamizi wa maeneo mengi ya Kivu Kusini, hali ambayo imeendelea kuzua wasiwasi miongoni mwa wakazi wa jamii ya kimataifa. Mapigano ya mara kwa mara, mauaji ya raia na ukamataji kiolela vikikuwa sehemu ya malalamiko ya muda mrefu katika maeneo haya ya milimani ya Kivu. Kufikia sasa hakujatolewa tamko rasmi kutoka kwa uongozi wa Alliance Fleuve Congo pamoja na M23 kuhusu kupoteza magari ya kijeshi au ushindi wa Wazalendo, huku ripoti huru zikidhibitisha uwepo wa mabadiliko ya kweli katika maeneo haya. Waangalizi wa usalama wa kikanda wanaonya kuwa hali bado inaweza kuwa tete na wanatoa wito kwa pande zote kujizuia dhidi ya mashambulizi ya kisasi na kuhakikisha kulindwa kwa raia. Hayo ni matukio muhimu ambayo yanazidi kuendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Wazalendo wametangaza ushindi na mafanikio makubwa ya kuweza kumfukuza huyo adui wao. Na hivyo tujielekeze huko Uganda, Kampala. Chama tawala nchini Uganda kimetangaza rasmi kuwa Rais Yoweri Kaguta Museveni, ambaye kwa sasa ana umri wa miaka 80, atakuwa mgombea wao wa urais kwa mara nyingine tena katika uchaguzi mkuu utakaotarajiwa kufanyika mnamo Januari 2026. Taarifa hiyo imetolewa Jumanne hii na viongozi waandamizi wa chama tawala National Resistance Movement, na tayari imezua mijadala mizito ndani na nje ya Uganda kuhusu hatima ya uongozi wa taifa hilo ambalo Rais Museveni ameliongoza kwa muda takriban miaka 40 mfululizo. Kwa mujibu wa msemaji wa NRM, uamuzi wa kumsimamisha tena Museveni umetokana na kile walichokiita imani kubwa ya chama na wananchi wa uongozi wake, uthabiti wa kisiasa na uwezo wa kulinda amani na maendeleo ya taifa. Viongozi wa chama hicho pia wameeleza kuwa Museveni anasalia kuwa nguzo ya utulivu na mlinzi wa misingi ya mapinduzi ya kitaifa. Rais Museveni alichukua madaraka mnamo mwaka 1986 baada ya vita vya muda mrefu vilivyoondoa utawala wa kijeshi wa Milton Obote. Tangu wakati huo ameendelea kuongoza nchi hiyo kwa miongo minne, akijijengea taswira yenye mchanganyiko wa sifa za usalama wa ndani na ukosoaji kuhusu demokrasia, ukandamizaji wa wapinzani na muda wa kukaa madarakani. Kwa sasa Museveni ni mmoja wa viongozi wa muda mrefu zaidi barani Afrika, akitajwa mara kwa mara katika midahalo ya kimataifa kuhusu changamoto za mabadiliko ya uongozi wa kidemokrasia.
hasa kwa mataifa yanayopitia mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Taarifa ya nia yake ya kugombea tena imetolewa katika wakati ambapo upinzani nchini Uganda ukiongozwa na mwanasiasa mashuhuri Robert Kyagulanyi unajipanga kwa uchaguzi huo kwa kauli mbiu ya mabadiliko ya kizazi kipya. Hata hivyo, mashirika ya kimataifa ya kutetea haki za binadamu yamekuwa yakieleza wasiwasi kuhusu mazingira ya kisiasa nchini humo, yakiita serikali kuhakikisha uchaguzi wa haki, huru na wazi. Wachambuzi wa siasa za Afrika Mashariki wanatazama tangazo hili kama hatua itakayoweka majaribio mapya kwa taasisi za kidemokrasia nchini Uganda, huku wengi wakitaka kujua iwapo kutakuwepo kwa ushindani wa kweli au ushindi wa chama tawala kama ilivyoshuhudiwa katika chaguzi zilizopita. Mpaka sasa, Rais Museveni mwenyewe hajatoa hotuba ya moja kwa moja kuhusu azma yake hiyo, lakini hatua ya chama chake kutangaza rasmi jina lake kama mgombea imeweka wazi mwelekeo wa kisiasa kuelekea uchaguzi wa 2026. Tutaendelea kufuatilia kwa karibu maoni ya vyama vya upinzani, jamii ya kimataifa na wananchi wa kawaida kuhusu tangazo hili muhimu la kisiasa. Na huu ndio mwisho wa habari, ndugu mtazamaji wa BMP TV Online. Kuwa nasi mwanzo hadi mwisho, na hata pia hivyo ukifanya kusubscribe, like na kucomment, utakometisha zaidi, hata pia kushare kwa watu wengine ili kupata update nono kama na hizi kwa pamoja. Na usisahau, mimi ni Mr. Orange, tunazidi kuwakilisha vyema kabisa uwanja huu hapa wa BMP TV Online. Asante. BMP TV Professional Update.